Once again. Tunaifungua dunia, tunakutana na mshikaji. Na alikuwa na mabegi yake mawili. Sio kwamba anasafiri ya malaa. Huyu mshikaji ni kwamba amepigwa na tukio chafu. Yani limemkuta tukio chafu. Mapenzi bana. Yamemponza mshikaji. Amejikuta elewi anaenda wapi. Anazunguka tu mtaa huu, mala mtaa huu. Na mabegi yake mawili kwa sababu hana makazi tena. Na kijaribu kuweza kumpigia mwenyeji wake ambaye alikuwa anaonekana ni mtoto wa kike, lakini huwezi kuamini kwamba alikuwa tayari ameshapigwa broke. Mshikaji akipiga na kupiga hapokelewi, na mshikaji kwenye mji alikuwa ni mgeni. Huwezi kuamini kwamba mwamba alijihisi kuchanganyikiwa, alijihisi kupagawa katikati ya barabara. Mwamba akajikuta anakaa chini. Ilikuwa ni uchungu. Mwamba na uchungu kinoma noma. Ndo anaanza kutupa historia fupi. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji alikuwa ni tajiri mkubwa barabara. Alikuwa ni mtu mwenye pesa kinoma noma. Lakini kwa bahati mbaya alikuja kufilisika ghafla kwa sababu kampuni yake ilikuja kuingiza loss kubwa, na alijikuta anaingia kwenye madeni mengi sana mpaka kampuni yake ikaja ikafungiwa. Na mshikaji alikuwa akijihisi kuchanganyikiwa kwa sababu kampuni yake ndio ilikuwa kila kitu kwenye maisha yake, ndio ilikuwa ikiongoza kila kitu, na mshikaji alikuwa na pesa nyingi. So imekuwa ghafla amejikuta amekosa kila kitu. Na huwezi kuamini kwamba siku leo mshikaji alikuwa akihamishwa kwenye nyumba yake kwa sababu alikuwa ameshindwa kabisa kulipa kodi. Na mshikaji hapa alikuwa amelalamika kwa sababu mwanasheria wake ambaye alikuwa amemwajiri ameshindwa kufanya kazi vizuri. Mimi kiukweli siwezi kusema lolote kwa sababu kila kitu kiko hapa. Mwanasheria akawa anamuonesha mshikaji kila kitu na vielelezo vyote ambavyo vinaonesha mshikaji hatakiwi kukaa hapa kwa sababu ana madeni barabara. So mshikaji ni kwamba baada ya kuweza kuipoteza kampuni yake, ni kwamba mwamba alishindwa kabisa kuweza kulipa madeni ya kampuni yake, na alishindwa kabisa kuweza kulipia pango. Na siku leo huwezi kuamini kwamba kila kitu kimekwisha. Okay, nimekubali. Mwamba kaamua kukubali kukabidhisha hii nyumba. Unajua bana, Nigeria hawapangishani nyumba kama ambavyo tunapangishana huku. Hii ilikuwa ni apartment. So ni apartment ambazo zinakuwa na pesa nyingi sana. Unakuta mkataba wao zaidi una milioni 5 kwa mwezi au milioni 10. So hizo pesa inakuwa ni ngumu sana mtu kuweza kuzitoa, ni lazima wanasheria waweze kuhusika. So mshikaji siku leo amekuja kutimuliwa na wanasheria kabisa, na alikuwa na deni la mwezi mmoja alishindwa kulilipa. So walimsamee na walimwambia kwamba jitahidi, ukishajiona kwamba una uwezo wa kulipia utatutafuta. Alafu wanasheria wakawa wanajichenga pale. Mshikaji alibaki kinyonge, yani alibaki kinyonge barabara, na mwanamke wake ndo alikuwa akimkumbatia hapa. Na huwezi kuamini kwamba huyo mwanasheria ambaye alikuwa akisimamia nyumba ya mshikaji ni mwanasheria mkubwa sana hapa Nigeria, na watu wengi wanamkubali. Popote akipita waandishi wa habari wanakuja mchele barabara. Yani kwa hapa Tanzania huyu mwanasheria nadhani tutamfananisha na Tundu Lissu bana. Huwezi kuamini ni kwamba hatimaye mshikaji aliondoka kwenye ile nyumba, yani kwenye ile apartment. Mshikaji akaamua ahame sasa kwa sababu hawezi kuendelea kuishi hapa. Na mshikaji alichokifanya kwa sababu alikuwa na vibudget kidogo, alikuja kuchukua hoteli, na huko hotelini alikuwa akipoa na mchumba wake ambaye anakwenda kwa jina la Keti. Huyu ni mwanamke wake ambaye mshikaji anampenda kinoma noma, na ndo kila kitu kwenye maisha yake, na mshikaji amekuwa akimwamini sana kinoma noma. Wakati mwingine mwamba anakuja hotelini, mara anashangaa mabegi yake yako chini. Akibaki anashangaa, vipi mbona mabegi yangu yako nje? Tumekutolea kwa sababu kadi yako imeisha pesa. Kivipi? Yani kivipi kadi yangu iweze kuisha pesa? Huwezi kuamini kwamba mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena pesa yake imeisha kadi. So hapa hotelini wameweza kumtimua. Na huwezi kuamini kwamba hiyo kadi sio kwamba imeisha kwa sababu ya matumizi hapa. Kadi imeisha kwa sababu mchumba wake ambaye anakwenda kwa jina la Keti aliweza kuzitoa pesa kwenye kadi ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena, kwa sababu mwamba alikuwa akimwamini sana mchumba wake. So mchumba wake kaamua kumpiga mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena. Mwamba alijaribu kuweza kuzungumza na mapokezi hapa, lakini waligoma kabisa kuweza kumuelewa kwa sababu kadi yake kwa sasa hivi haifanyi kazi. So mshikaji alitimliwa. Mwamba akaamua kwenda moja kwa moja nyumbani kwa mchumba wake ambaye anakwenda kwa jina la Keti. Basi taratibu akawa anagonga taratibu. Kugonga na kugonga, huwezi kuamini kwa muda si mrefu kuna mlinzi akawa anatoka hapa. Mshikaji akaona, jamani mkubwa wangu, karibu nibebe mabegi. Tulia, nimezuiliwa, nimeambiwa kwamba ukija hapa usiruhusiwe kabisa kuingia. Mshikaji akabaki anashangaa. Ni kwamba bidada Keti amemwagiza huyu mlinzi kwamba mshikaji akija hapa awe anamfukuza, kwa sababu akajua mshikaji tu kama kule hotelini kitanuka ni lazima atakuja nyumbani kwake. So aliamua kumblock mshikaji mpaka nyumbani kwake. Tafadhali naomba unisaidie. Hapana, mimi nimezuiliwa na siwezi kufanya hicho kwa sababu nikikusaidia wewe nitakosa kazi. So naomba uende. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji kafukuzwa. Na kwenye mji wa Lagos mwamba ni mgeni.
Mwamba ni mgeni hapa, hakuna mtu ambaye ni mwenyeji wake, kwa sababu huyu mshikaji amesomea Marekani. Baada ya kusoma huko nchini Marekani akaja kuishi Lagos kwa sababu ya kutafuta riziki, kwani mshikaji kwao ni huko kijijini, lakini alienda Marekani kusoma. Baada ya kutoka Marekani hakutaka kuishi tena kijijini, akaamua kwenda zake Lagos kwa sababu ya kuendeleza kampuni yake. So Lagos, mtu ambaye alikuwa na ukaribu naye ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Keti tu. So mshikaji alikuwa akitembea ni kwamba hapo alipo hana kwa kwenda, hana cha kufanya. Akawa anampigia simu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Keti, lakini bidada kesha mbloku, hataki mazoea tena na mshikaji. So mshikaji alikuwa na wakati mgumu. Unaelewa wakati mgumu wewe? Yani alikuwa na wakati mgumu barabara. Unajikuta unatembea alafu masaa yanazidi kwenda, unatamani siku isiishe. Kama ile life ilishakukuta nadhani ndio utakuwa unanielewa. Kuna wakati bana unatamani siku isiishe, kuwe mchana tu, kwa sababu kukiwa usiku utakosa pa kulala. Ndio kitu ambacho kilikuwa kinamkuta mshikaji. Usiku alikuwa akifikiria nifanye nini, niende wapi. Hakuna mtu ambaye anafahamiana naye zaidi ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Keti. Mwamba alifikiria pale na akawa amepata jibu. Huko upande wa pili tunakutana na yule wakili, na huyu wakili anakwenda kwa jina la Dania. Na alikuwa amelala ghafla akasikia kuna geti linagonga huko tena kwa kasi. Nani anagonga geti hivi? Akajua sasa nimevamiwa. Taratibu akawa anatoka. Kama unavyojua ni kwamba huyu ni wakili bana, so kuvamiwa ni jambo ambalo ni la kawaida. So alienda kuchukua rungu pale. Ni nani wewe? Jitambulisha chap chap kabla sija kufanyia tukio chafu. Ni mimi jamani, huwezi kuamini. Ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tubena. Mimi ni Tubena ambaye ulikuwa ukisimamia nyumba ambayo nimefukuzwa wiki 2 zilizopita. Achana na mimi bana. Mimi sikujui kwanza. Yaani wewe ni mtu ambaye sikutambui wala nini. Kwa kambali na mimi, ondoka. Nini ambacho kimekuleta hapa? Akajua labda mshikaji amekuja kumdhuru, lakini mshikaji alikuwa kimomba, tafadhali naomba unipatie hifadhi tu please, niko chini ya miguu yako, kuna giza huku nje, kuna watu wabaya jamani, mimi nitatekwa, tafadhali naomba unisaidie. Mtoto wa kike akamuonea huruma mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena, na akawa amemfungulia mlango. Basi Mwamba akawa ametinga pale, bidada akachungulia jaja na mtu huyu, basi akawa anafunga. Nini ambacho kimekuleta hapa? Nini ambacho kimekuleta wewe? Nilikuwa naomba unisaidie hifadhi tu usiku wa leo tu. Kwa hiyo umeona hapa ni hotelini, si ndio? Bidada alimkalipia mshikaji, lakini mwisho siku alimruhusu aingie. Wewe unaenda wapi? Mbona kama unanifuata? Sinaenda huko. Kufanya nini? Yaani mimi nikuruhusu ingie kwenye nyumba yangu? Jambo ambalo haliwezekani. Chumba hicho cha mlinzi ndo nenda ukapumzike. Mshikaji kaona hakuna shida. Nashukuru. Kama mshukuru Mungu wako bana. Alafu kukikucha tu asubuhi na mapema naomba uondoke. Wala hakuna shida. Mimi asubuhi na mapema naondoka. Nashukuru. Bidada aliamua kumsaidia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tubena, lakini alimwambia alale kwenye chumba ambacho inatakiwa alale mlinzi. Basi Mwamba akawa anazama ndina pale asubuhi na mapema. Alitimba mpaka nyumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Keti. Fungua geti. Boss nini? Niache niingie ndani. Mshikaji, huwezi kuamini kwamba siku leo hataki amani hata kidogo, hataki wema hata kidogo, kwa sababu Keti kaamua kumuibia na kumkataa. Acha naye atumie nguvu kuingia hapa ndani. Unadhani amani ilikuwepo? Unadhani kulikuwepo na uhuru? Yaani kilichotokea hapa ni vurugu. Yaani Mwamba alianzisha vurugu la kufa mtu. Anachokitaka ni kuzama ndina, lakini mlinzi akukili udhaifu bana, lakisha kwamba anamzuia mshikaji asizame ndina. Na Mwamba alijikuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulala kwenye majumba mabovu. Wapolo wauni wamemwingilia Mwamba, wakabeba iPhone macho matatu pale, itatusaidia guys, shika safi. Hawaachi kitu, Mwamba anabeba mpaka mabegi. Begi la kwanza tulia gayo, na beba la pili. Mshikaji kashtuka, walitoka mbio. Mwamba kaanza kuwafukuzia kama tawezi, lakini akakumbuka nikiwafukuzia hawa naweza nikakosa simu yangu. Basi akarudi chap aende akaifuata simu yake pasi na kujua kwamba mpaka simu imebebwa. Kwenda kuangalia hivi, simu yangu jamani, ndo kila kitu. Mpaka simu amebeba. Mwamba ndo akabaki anashangaa, na kama unavyojua ni kwamba simu ndo kila kitu. So mshikaji alipagawa, Mwamba alipagawa kinoma. Na wakati mwingine tunamwona bidada Nadia alikuwa akitoka hapa, na huyu ni sekretari wake anakwenda kwa jina la Nedi. Alikuwa akifungua mlango taratibu ili mradi waweze kutoka, kwa sababu kuna sehemu taratibu walikuwa wakihitaji kuelekea. Ghafla mshikaji akasema mpaka ndina, wewe vipi tena? Wewe chizi, umekuja tena hapa kwangu si ndio? Tafadhali msikilize jamani. Nimsikilize ufala. Shida yako ni pesa? Hakuna shida. Shida yako maokoto. Pesa hii hapo. Hapana, shida yangu sio maokoto. Tafadhali Nadia, msikilize basi. Nimsikilize. Yaani mimi nimsikilize tafadhali. Mimi nahitaji kazi tu. Nipeni kazi tu. Kitu chochote nitafanya. Kazi ya ulinzi, kusafisha, chochote nitafanya. Msaidie bana. Ametingwa. Ndio nimetingwa. Sina kwa kwenda hapa nilipo. Mimi ni
mgeni hapa Lagos, tafadhali nisaidieni, kampuni yangu imefungwa, nimefilisika, kila kitu kwangu hakipo. Mwanamke ambaye nilikuwa namwamini amenibia kila kitu. Tafadhali nielewe Nadia, mimi mtu wa kunisaidia ni wewe. Tafadhali naomba nisaidie. Sikia nikwambie kitu kimoja, nakusaidia lakini usinizoe. Sawa? Usinizoe. Siwezi kuzoea. Nafanya hivi kwa sababu ya Nedi. Yaani bidada anafanya hivi kwa sababu ya Nedi ambaye ni secretary wake na mshikaji, akawa anafungua gate pale akawa amepata kazi kama gateman. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nadia akawa anatoka pale kwa sababu alikuwa akielekea na misha zake. Na mshikaji sehemu ya kupoa ilikuwa ni hichi chumba kwa sababu yeye ni mlinzi. Inauma. Ulikuwa tajiri, una pesa, maisha safi, alafu unakuja unafilisika, unaanza kumwomba demo akusaidie. Mshikaji machozi yanatoka. Kama hujai kupitia kwenye hii hali, huwezi kuelewa. Kama hujai kushuka kimaisha, huwezi kuelewa. Ila watu ambao walishakudondoka na wakasimama tena ndo wanaelewa hali ambayo mshikaji anaipitia. Mwanaume alikuwa akilia, na unaambiwa hivi ukimwona mwanaume analia, basi ujue kuna jambo. Namwonea huruma kwa kweli. Wakati mwingine mshikaji alikuwa akifanya mapishi. Jiko langu, mama, jamani, jiko langu mwema, jiko langu jamani, ndo nalipenda kuliko vyovyote. Chiko lichofanya, toka. Huwezi kuamini kwamba bidada alimtimua mshikaji. Chiki jamani, anachafua jiko langu. Yaani bidada analipenda jiko lake kuliko kitu chochote. So alikuwa amemind mshikaji eti amechafua jiko lake. Wakati mwingine bidada alikuwa akitoka hapa kuelekea zake kazini kama ilivyo desturi, kazama kwenye ndinga taratibu, na mshikaji akawa anafungua geti mdogo bidada hawezi kutoka. Akiwasha gari bidada, gari haiwaki. Mtoto wa kike akawa anashuka pale kwa sababu gari yake kila akiwasha ndinga haiwaki. Basi akawa taratibu anahitaji aweze kufix tatizo ambalo limeweza kujitokeza kwenye gari yake. Basi bidada taratibu kaenda kufungua pale ili mradi aweze kufix. Lakini kama unavyojua huyu ni mtoto wa kike, hakuna kitu ambacho anaweza kukifanya. So akawa anagusa lakini haelewi yafanye nini, haelewi gari na shida gani. Mshikaji akaona sio kesi. Vipi, shida ni nini? Sielewi, alafu nina haraka kweli. Nina haraka kweli jamani, sijui. Yaani bidada alikuwa amechanganyikiwa. Acha nikusaidie. Mshikaji akamwomba aweze kumsaidia, akachukua kitofali fulani hivi pale, alafu mwamba kaenda akagonga sehemu pale mdogo kwa sababu mwamba anaelewa kama unavyojua huyu ni kidume. Alafu kazama ndani ya ndinga. Bidada alikuwa akipiga simu kutafuta plan B, lakini huwezi kuamini kwamba mshikaji gari kaitekenya ikawaka. Bidada kabaki na shingo, umefanyaje? Kuna vitu tu haviko sawa kwenye battery, kuna baadhi ya vitu inabidi ukabadilisha. Jamani, nitawezaje kubadilisha wakati nikiingia kazini siwezi kutoka mpaka usiku? Mshikaji akamwahidi kwamba atampeleka, alafu baada ya kumpeleka atapitia gereji, then atairudisha gari ofisini. Kwa bidada, una uhakika unaweza kufanya hivyo? Yes, naweza kufanya hivyo. Bidada kaona okay, hakuna shida, chap. Basi huwezi kuamini ni kwamba mwamba ikabidi aweze kufanya hivyo kumsaidia mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Nadia. Basi mwamba akawa anajichenga. Wakati mwingine tena bidada alipenda namna ambavyo mshikaji alikuwa akiendesha gari. Nimependa dereva wako, kama utojari nilikuwa naomba uniendeshe na leo. Unataka na leo nikuendeshe? Yes, nilikuwa naomba uniendeshe na leo kama utojari kwa sababu nimechoka leo. Wala kuna shida, mimi niko tayari, naweza twenzao basi. Sasa naendaje na wewe huko hivi? Nenda kabadilisha nguo. Sina nguo. Unasemaje? Sina nguo. Unajua begi langu liliibiwa ko. Niko hivi kama unavyoniona ko. Tunaweza tu tukaenda, wala usijali. Okay, hakuna shida. Ingia kwenye gari humo uniendesha. Basi mshikaji taratibu akawa anazama kwenye ndinga kuweza kumpeleka mtoto wa kike ofisini. Wakati wako njiani mshikaji, huwezi kuamini kwamba alimuona mwanamke ambaye kwa nyuma tu alivyomwona akaona huyu ni Keti. Huwezi kuamini kwamba mshikaji akawa amesimamisha gari. Vipi, mbona unasimamisha gari? Mwamba katoa macho. Keti, kuangalia. So yeye, wewe nini, una matatizo gani? Wewe umemshika nyashi. Unamshika demu wangu nyashi. Unashika nyashi. Unajua naigalamia kiasi gani mimi nyashi? Samani guy, nimekosea, nilijua mchumbangu. Unamshika nyashi. Naua jamani, naua jamani, nimechanganyikiwa. Naua, amemshika demu wangu nyashi jamani, naua. Nishikeni, naua, amemshika demu wangu nyashi. Unamshika nyashi, naua. Niacheni, naua. Mimi nakuua wewe fala. Umemshika nyashi, anakushika nyashi. Yaani mwamba alikuwa amepagawa kinoma noma, na mshikaji akaona yaishe bana. Akawa nazama ndani ya ndinga pale. Kwa nini ambacho nakifanya? Kwa nini umesimamisha gari? Na nini ambacho kinaendelea? Nilimfananisha na yule ex wangu Kate. Yaani kwa sababu ya ex wako unasimamisha gari, si ndio? Unasimamisha msafara wangu mimi kwa sababu ya ex. Mshikaji akawa anamuomba msamaha mtoto wa kike. Jombe mwenyewe na Mungu wako. Fala, alafu kirudia tena nitakuja kufanya kitu kibaya. Wakati mwingine mshikaji alimfuata mtoto wake hapo. Vipi, mbona mkuku? Samani Nadia, naomba nisaidie. Mamangu yuko hapo nje amekuja. Kwa kama mamako kaja, tafadhali. Mamangu anajua mimi hapa ni kwangu. Naomba nisaidie tafadhali. Mimi nakusaidia nini hapo by the way? Naomba jamani, nakuomba. Yaani katika vitu nakuomba hiki ni cha mwisho. Naomba nisaidie, mamangu ajue hapa ni kwangu. Yaani igiza kama hapa ni kwangu. Mamangu ana matatizo. Sikuelewi nini ambacho unamaanisha. Mamangu ana pressure. Yaani akijua kwamba mimi nimefilisika na akijua hapa sio kwangu,
mamangu atakufa na pressure, tafadhali naomba unisaidie kwenye hili. Jifanye kama vile hapa ni kwangu, alafu wewe ni rafiki yangu tu, yani nyumbani kwangu nijifanye kama sio kwangu. Hivyo unajisikia na unajielewa ninachokwambia? Tafadhali nisaidie hili moja tu la mwisho, na kuomba mamangu atakufa. Siwezi kufanya hivyo. Nimesha kusaidia, inatosha. Yani unanichukuliaje wewe? Unanichukulia kawaida, si ndio? Poa, hakuna shida, lakini mamako akishaondoka na wewe unaondoka naye, sikutaki kabisa hapa kwenye nyumba yangu. Mshikaji akasema hilo tu, hakuna shida, akiondoka na mimi naondoka. Basi mshikaji akaenda kumchukua Madha, basi akaona Zamandina pale. Mwanangu, pako pazuri. Shikamoo mama. Hii jamani, mwanangu, mbona huyu binti mrembo hivi? Kabinti kana tabasamu. Yeye ni rafiki yangu. Nilijua mwanangu huwezi kuniangusha, lazima utatuletea chombo. Mbona huyu mtoto mrembo? Jamani, huyu mwanangu umechagua. Mwanangu umejua kuchagua. Mwanangu nimekukubali. Yaani wewe ni fundi kama babako. Babako ni fundi wa kuchagua. Hongera mwanangu. Hongera. Umejua kuchagua mchumba. Mamangu nikupeleke chumbani kwako ukapumzike. Mwanangu umejua hiki ni chombo. Huyu oa kabisa, ni moja kwa moja. Mwanzo akawa anamsifia mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Nadia. Lakini bidada unadhani hilo lilimpendeza? Kuba babake alikasirika. Yani ati mimi kapo na huyu fala. Bidada alikasirika kinoma, maana alikasirika barabara, na akamfuatia mshikaji. Kwa wewe mama yako imefikia hatua ananitukana. Mimi ni wakuwa na wewe? Wewe unaadhi kuwa na mimi kweli? Wewe ukijiangalia unaadhi kuwa na mtu kama mimi? Mama yako kanikosea. Hapana jamani, naomba umsamee mama. Nimsamee wakati hayo yote umeyataka wewe. Yani kila kitu ambacho kinaendelea hapa wewe ndio sababu. Tafadhali naomba unielewe, naomba unisamee. Bidada alikuwa amekasirika kinoma, na mshikaji alimuomba bidada kwamba waendelee kucheza hivi, yani waendelee kuonekana kama ni wapenzi. Bidada alikasirika kinoma, maana alikasirika balabala kwa sababu anaenda kufanya kitu ambacho hakutarajia kuweza kufanya. Nakupa siku 3 tu. Baada ya siku 3 wewe na mamako wote mnaondoka. Okay, hakuna shida, tutaondoka, no problem. Alafu bidada akawa anajichenga pale. Mshikaji anafanya yote kwa sababu hataki kumpa pressure mama yake mzazi. Wakati mwingine bidada alitimba, alimkuta Madha anaangalia hapa. Ngoja nikutolee kwa sababu hii napenda kuangalia mimi. Usitoe. Na unapenda kuangalia masuala ya sheria. Usichokijua mimi nilikuwa mwanasheria alafu nilikuwa konki. Sema maisha tu yakanifanya nipambane na mambo mengine, niachane na sheria. Bidada kabaki anashangaa, kumbe Madha yake na mshikaji na mwenyewe alishaikuaga ni mwanasheria bana. So ndo maana naye anapenda vitu vya sheria kinoma. Unajua bwana, kwenye maisha iko hivi, ukikutana na mtu ambaye anafanya kitu kama cha kwako na ukikutana na mtu ambaye anapenda kama kitu ambacho unakipenda, lazima mtaendana na ni lazima mtapendana. Huwezi kuamini kwamba bidada Nadia alijikuta pale amemkubali mama yake na mshikaji kwa sababu Madha yake na mshikaji naye alikuwa mwanasheria na naye anapenda sana vipindi vya sheria, na hichi kipindi ambacho bidada anakiangalia mama yake na mshikaji naye amekuwa akiangalia mara nyingi. Kikweli mimi nimesaidia watu wengi sana kipindi ambacho nilikuwa mwanasheria, lakini wengi waliishia kunilipa mabaya, na ndio maana nikaamua niachane na masuala ya sheria nikafanya mambo mengine. Lakini kama mwanangu unafanya, pambania na kisha kwamba unasimamia haki za watu wengine. Madha yake na mshikaji alikuwa ni mama mwenye hekima. Unajua Madha wenye hekima, yani alikuwa ni mwenye hekima barabara, na alikuwa akimshauri bidada mambo mazuri. Wakati mwingine mshikaji hapa alikuwa amelala na mtoto wa kike, na ghafla huwezi kuamini ni kwamba bidada alianza kuweseka. Niache jamani, niache. Mshikaji kabaki anachanga. Huyu vipi, ana mapepo? Niachie bani, niachie. Mshikaji kabaki anamchanga bidada, ndio kushtuka. Vipi? Kuna tatizo? Bidada kabaki anashangaa. Au kuna shida? Bidada akasema, mpaka sasa hivi tuko kusoma magazeti yako? Yes, niko na soma magazeti kuhakikisha kwamba naangalia baadhi ya kampuni ambazo zimetangaza nafasi za kazi niweze kutafuta kazi. Basi bana, wakati mwingine bidada Nadia pamoja na mama yake na mshikaji walikuwa kwenye mapishi hapa. Bidada alijikuta anapenda kwa karibu na mama yake na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena, kwa sababu Madha alikuwa ni point tu, yani neno lolote ambalo akilitoa mdomoni kwake ni point. So bidada alijikuta anamkubali Madha kinoma. Mwanangu, kikweli mimi nakukubali mno. Mimi nakukubali kinoma. Wewe ni mrembo, unafanya kazi nzuri. Yani wewe ni kama mimi tu. Mama nausiseme hivyo bana. Sure. Alafu mwanangu, kwa nini msizee watoto bana? Mimi nahitaji mjukuu. Ndio kabaki anachanga. Watoto tena. Mimi nahitaji watoto jamani. Tafadhali, naomba unisaidie hilo mwanangu. Mimi nahitaji mtoto. Najua huenda mwanangu atakuwa labda hahitaji kwa sasa, lakini fanya mchongo basi. Mimi nahitaji mjukuu. Nisaidie. Mimi nikabaki na shanga. Na mjukuu tena.
Na huyu mother ajui, angejua kwamba huyu mtoto kike sio mkwe wake na wala hapa sopa mwanae, hata asingepata nguvu ya kuzungumza maneno kama bidada. Ni anacheka tu kuweza kupotezea na mshikaji katimba. Naona navika. Mwanangu, tunakupikia wewe na mke wako. Anakujali kweli, anataka kuandalie bonge la sontoje. Bidada huwezi kuamini kwamba aliungua pale. Jamani mkwe wangu, njoo. Jamani pole mkwe wangu. Akawa anampuliza pale, akawa anamuosha pale. Mshikaji anamwangalia tu mama anavomjali mwanamke ambaye si chochote kwake. Bidada huwezi kuamini kwamba aliumia. Mchukue bana mpeleke huko. Mshikaji akawa anamchukua mtoto kike, amshike kiuno. Bidada anashangaa, wewe vipi tena? Mshikaji akawa anamtoa mtoto kike. Mother anasema mapenzi bana, mwanangu ana furaha kweli. Mother anajua mtoto wake anaenjoy balabala. Kama kawaida, mshikaji kazi yake ilikuwa ni kumpeleka mtoto wake kazini, na tukileo simu iliita. Basi mshikaji akawa anapokea. Nilikuwa ni simu ya nafasi za kazi kwamba kuna sehemu inabidi aende akafanye interview. Nimenunua hichi simu bana kiweze kunisaidia. Bidada akawa anampa hongera safi. Hatua nzuri. Bidada yani huyu mtoto wa kike bana, badala amsaidie hata mshikaji kununua simu nzuri, amemwacha atumie hicho kitochi. Basi bana, huwezi kuamini kwamba sasa hivi mshikaji ndo amekuwa dereva wa mtoto wa kike, na huwezi kuamini kwamba madhaki na mshikaji anajuaga labda wanaenda kazini pamoja. Kumbe mshikaji anaenda anampeleka mtoto wa kike ofisini, alafu yeye anaenda sehemu anapiga story, anacheza bao na draft, alafu anakuja anamrudia mtoto wa kike, wanarudi pamoja. Madha anajua labda mshikaji na mtoto wa kike wote wanaendaga kazini, labda mshikaji ana mahaba, then anambeba mtoto wa kike anampeleka kazini kwake. Kumbe hamna kazi. Wakati mwingine tunamwona mshikaji hapa alikuwa kama kawaida anaendelea kufuatilia na kuweza kuhakikisha kwamba anatafuta kazi. Magazeti alikuwa anajaa mikononi mwake kwa sababu mshikaji anatafuta kazi. Ghafla Mother katimba, ilibidi mshikaji afiche pale yale magazeti. Mother asije kaona, mama wanangu, naona leo hamjataka kwenda kazini. Kote mmoja asipoenda kazini wote amwendi, si ndio? Yaani ndio kitu ambacho mnakifanya. Mother pasina kujua kwamba mmoja ni jobless hapa. Mwanangu, na wewe jitahidi mwenzako asipoenda kazini wewe unaenda. Bidada alikuwa kinyonyosha, alikuwa kisi uchovu pale. Mwanangu, hujaona huoni kwamba mkwe wangu anajinyosha pale? Bana, nenda kamfanyie massage. Ulikuwa uoni ambavyo babako alikuwa kinijari? Mwenzako akisi uchovu mwilini mwake, unaenda unamfanyia massage bana. Nenda kamfanyie mwenzako bana. Mother alikuwa kimomba mshikaji akamfanyie massage. Mshikaji anajivuta, nenda bana. Mshikaji anaona huyu Mother atakuja asababishe tufukuzwe hapa. Basi mshikaji anaogopa, lakini bidada ilibidi amwache mshikaji aweze kufanya hivyo kwa sababu ya kutokumpa pressure Mother. Basi mshikaji akawa anamfanyia massage. Huyu bidada bana hajawahi kuwa na mwanaume hata siku moja, na hajawahi kufanyiwa massage. Mguse kwa hivi. Huyu Mother anajua sehemu za kuguswa mwanamke ile mradi aweze kuenjoy, anamwelekeza tu mshikaji. Mshikaji akimgusa zile sehemu bidada ni miguno tu. Bidada anahisi raha, burudani. Wewe mpaka anasinzia, analembua. Bidada ni analembua tu mshikaji anavo mfanyia bonge la massage. Raha mstale. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye ameimba hapa ni wapi hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya, utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Basi bana, wakati mwingine tunamwona bidada alikuwa kijiandaa kwenda zake maskani, na muda si mrefu Nedi akawa na timba hapa. Vipi sasa hivi sio muda wa kurudi? Jamani, nataka niwe kurudi saa 9 niende nikalale, kwa sababu usiku mimi pamoja na mama yake na Tobena tuna kipindi muhimu sana inabidi tukakiangalie. Wewe tena mamake na Tobena, mwanaume ambaye umekuwa ukimchukia siku zote, leo unamkubali mamake. Yes, kuna shida. Alafu sasa hivi mimi simchukii tena. Au umeanza kumpenda? Au ndo tayari ameshakuwa mama mkwe sasa hivi? Huenda anaweza kawa hivyo. Wewe huwezi kuamini kwamba bidada kwa sasa hivi anaipenda sana ile familia, na anamkubali mama yake na mshikaji ambaye anakuwa jina la Tobena, lakini kwa mshikaji bado hatujaweza kuelewa kwamba anamkubali mshikaji ama la. Night huwezi kuamini kwamba tena mtoto wa kike alikuwa kioseka. Niacheni bana, niacheni. Mshikaji ndo akawa anashtuka. Huyu vipi? Basi Mwamba alichokifanya ikabidi anyanyuke kwenda kumsaidia mtoto wa kike. Hizi Mwamba akawa amemkamatia mtoto wa kike. Bidada alivyomwona mshikaji akamkamata Mwamba pale, akawa anamkumbatia.
Huwezi kuamini kwamba bidada kuna kitu ambacho huwa kinamsumbua. Naomba babaki hapa. Bidada akawa anamuomba mshikaji abaki, cheka alivyotulia kama katoto hivi. Mshikaji akawa anakapoza pale. Basi baada ya kukapoza mshikaji akaona hapa ni muda wa kuondoka. Akiamka huyo asubuhi akanikuta nimemkumbatia hivi, huyu inaweza ikawa mengine, kwa sababu mtoto wa kike ni wa kubadilika. Basi mshikaji akawa anajitoa taratibu, hawezi kumwacha mtoto wa kike. Muomba natoka, bidada akamvuta, tulia bwana, njoo usiniache jamani, usiniache peke yangu. Muomba kaona sasa kimenuka. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji akuwa na namna, ilibidi tu aweze kulala na mtoto wa kike ambaye anakuwa kwa jina la Nadia. Bidada asubuhi anaamka, niko kwenye kifua cha mwanaume. Huwezi kuamini kwamba bidada alimsukuma mshikaji pale. Muomba kama kinachanga, nini ambacho unafanya hapa? Nini ambacho kimekuleta hapa? Kwa nini tunasukumana? Lini umeanza mazoea lini ya kuja kulala kwenye kitanda changu? Unataka kunibaka, si ndio? Kukubaka, yani kukupa nafasi ya kuja kulala chumbani kwangu hapo chini ili mradi tusimpe pressure mamako. Unataka kunibaka, si ndio? Unanichukulia kawaida. Msikia nikwambie kitu kimoja, usinipande kichwani tena, usinipande kichwani kabisa. Mimi nilifanya kwa sababu ya kukusaidia. Unisaidie kivipi? Okay, sitofanya tena. Alafu usizani kwamba mimi nakupenda. Alafu usizani kwamba mimi nimejileta hapa kwa sababu ya tamaa zangu. Nimekuja hapa kwa sababu yako. Wewe unaumwa, akili yako haiko sawa, inabidi uende hospitali. Mshikaji alimjibu mtoto kike, alafu then akawa anajichenga, mimi naumwa tena niende hospitali? Bila kabaki anamshangaa mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Tubena. Unajua ukiwa unawezeka wewe uwezo kujijua kwamba unawezeka. Vipi, umefikia wapi hatua zako za kuweza kutafuta kazi? Mshikaji akasema bado nazidi kutafuta. Basi kuna shida, mimi kuna sehemu nitakusaidia, itakuwa rahisi wewe kuweza kupata kazi, so wala usijali. Asa mbona unacheka? Nacheka kwa sababu sihitaji msaada wowote kutoka kwako. Ulichonisaidia inatosha. Na unisaidie wewe kama nani labda kwenye maisha yangu? Wewe kama nani labda? Bila kabaki nashangaa, mbona unanijibu hivyo? Unataka nisikujibu? Kwa hiyo unajiona nani kwenye maisha yangu? Kila kitu unisaidie wewe. Niishi kwako, unisaidie mamangu, unisaidie na hili. Niache kama mwanaume. Kwani siwezi kukusaidia? Kwani unakuwa na kisilani hivyo? Kwani wewe una kisilani? Umesahau ulichonijibu leo asubuhi. Samahani bana, mimi. Bidada ikabidi amuombe msamaha mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tubena. Naomba unisamee bana, kiukweli mimi ni kweli siko sawa kwa sababu nishawahi kutekwa. Huyu bidada bana, kwa kuwa ni wakili, huwa anapambana na kesi nyingi za kijambazi, za majangili, wavamizi. So huwezi kuamini kwamba aliingiliaga kesi moja matata, na huwezi kuamini ni kwamba mtoto kike alitekwaga na wamba nusu aweze kumfanyia tukio chafu, lakini aliweza kusaidiwa. So bidada hilo limekuwa likimrudia akilini kila siku, tafadhali mimi ndio iko hivyo. Bidada huwezi kuamini ni kwamba mpaka kanalia. Wanawake, yani ukimfokea tu kidogo analia. Mwanaume yote ambaye unanisikiliza, usimfokee mwanamke bana. Mwanamke afokewe yatalia bana. Mshikaji akawa anampoza mtoto wa kike, wala usijali, samahani kwa kukufokea. Mshikaji ikabidi amuombe mtoto wa kike msamaha, asante. Na akawa anampa pole bidada, akawa anatoa shukrani zake pale. Na wakati mwingine mshikaji alimfuata mtoto wa kike, na mshikaji alimuomba mtoto wa kike kwamba aweze kumwazima laptop yake, kwa sababu kagundua kuna nafasi ya kuweza kuifufua kampuni yake, na alikuwa anatamani aweze kutumia kompyuta ya bidada kuweza kutuma maombi ya kuweza kukopa pesa benki. Akiazimwa pesa itakuwa ni rahisi yeye kuweza kufufua kampuni yake. Basi mshikaji akawa anapambania pale, na bidada akawa anamwambia, "Kwani unatumia nguvu kubwa hivyo? Kwa nini tu usifanye mambo mengine ukalilaksi?" Nifanye mambo mengine kivipi? Nimetafuta kazi zaidi ya miezi 3. Nazidi tu kuwa jobless kwa miezi 3. Alafu unaniambia niachane na hili nifanye mambo mengine? Ghafla kuna kitu akasikia jikoni pale kimelia. Mother akawa na timba. Mama kasikia kila kitu kwamba mtoto wake ana miezi 3 hana kazi. Nini ambacho kinaendelea? Nini ambacho mnakizungumza hapa? Mwanangu, unataka kumaanisha nini? Mama huwezi kuamini kwamba alipagawa. Yaani alipagawa na jini zinapachukua. Mwanangu, imekwaje? Sina kazi mamangu. Kampuni yangu ilifilisika, ikafungiwa. Nimekaa sina kazi kwa miezi 3. Sasa, nani ambaye anakuhudumia? Mshikaji akawa anajivutavuta pale, lakini Madha akajua anayemhudumia ni huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nadia. Nadia ndo anakuhudumia, si ndio? Wewe binti, paki kilicho cha kwako, ondoka kwenye nyumba. Hatukutaki hapa. Mama eti anamfukuza bidada. Paki kila kitu cha kwako, ondoka. Hapana mama, mimi nimeamua kusimama na mwanao kwa sababu nahitaji kumsapoti. Madha huwezi kuamini ni kwamba alikuwa akimwambia bidada eti apaki kila kitu cha kwake, aondoke, kwa sababu anamfanya mtoto wake anakuwa mzembe, kwani amekuwa akimlea akijua eti hii nyumba ya mshikaji bila kujua kwamba hii nyumba sio ya mshikaji. Na mshikaji alikuwa akimwambia kwamba mama, una haja ya kuwa na wasiwasi, lakini Madha ni lazima awe na wasiwasi kwa sababu huyu ni mzazi. Hawezi kuruhusu kitu kama hichi kiweze kuendelea. Mama, naomba unielewe. Hapana, mimi siwezi kuelewa. Huyu binti inabidi aondoke hapa kwa sababu anakufanya unazidi kulala ubongo wako. Mshikaji huwezi kuamini kwamba akawa anahitaji kuweza kumwambia Madhaki kwamba hii nyumba sio yake, lakini bidada akasema kwamba wala usijali mama,
naomba unipe nafasi nyingine, mimi nitamsupport mwanao, atarudi kwenye ubora wake. Lakini sitaki uwe na mzigo binti yangu, unafanya kazi kwa ugumu, kwa nini uanze kumhangaikia mwanaume? Lakini binti akamhakikishia Martha kwamba hamhangaiki mwanaume, anamhangaikia mume wake. Mimi namhangaikia mume wangu mama. Mshikaji kabaki na shangaa. Yaani bidada ameamua kumsaidia kwa ukubwa namna hii mpaka amediliki kumuita mume wake. Martha akaona kwa hapo hawezi kuingilia tena. Wakati mwingine tena bidada usiku alikuwa akiweseka, mshikaji kamfuata pale. Jamani, kamshikilia mtoto wake pale. Bidada, nikumbatie jamani, usiniache niwe peke yangu jamani, usiniache peke yangu. Wewe. Alafu mchana alimuita mume wake. Mshikaji kamwangalia, naomba usiniache peke yangu. Na mshikaji akawa anamtia moyo pale mtoto wake, jitahidi kurelax, relax. Hapo niko sawa. Lakini usiniache peke yangu jamani. Naomba tulale wote. Bidada leo anaomba kulala na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tobena. Alafu cheke anavompapasa, cheke anavoshika kifua, cheke anavoshika msuli. Wewe mshikaji akaona pepo asija kaniingia hapa. Bidada akamwambia tafadhali. Mshikaji kuna namna kama vile ataki hivi, basi akakaa pale na akamwambia kwamba inabidi ucontrol bongo wako, usifikirie sana hilo swala. Mimi niko hapa karibu yako, usifikirie, ulinzi upo ni kama wote, mimi nakulinda hapa. Bidada akamwambia asante. Mshikaji kamwahidi mtoto kike kwamba yeye atamlinda siku zote, so inabidi awe na amani, asiendelee kuota mindoto yake ya ajabu. Linalofanya aweze kuota hizi ndoto huyu mtoto kike ni kwa sababu ya kitu kimoja tu. Huyu bidada amekuwa kidili na kesi nyingi sana za kijambazi, so muda mwingi anakosa amani kwa sababu anahisi muda wote anavamiwa. Na mshikaji alikuwa akimpigisha mtoto kike story ili mradi aweze kusahau kile ambacho alikuwa akikiota. Alafu mshikaji huwezi kuamini kwamba akawa anaangaliana. Mshikaji kailishe. Bidada huwezi kuamini kwamba naye analembua macho kama kuna kitu anakitaka. Kwa mshikaji nadhani inabidi nikalale, wewe ubaki hapa. Bidada kamvuta, wewe mimi nataka. Akawa anamsogelea mshikaji pale. Wewe huwezi kuamini kwamba akaanza kupata juice ya miwa. Mwamba ananjunja mtoto wa kike. Mwamba ananjunja. Lakini mshikaji kaona hapana. Mimi akili yangu hainiruhusu, yani sijiamini kabisa kama naweza nikawa na wewe. Tafadhali nilikuwa naomba tustopishe. Lakini bidada kamwambia mbona mimi nakuamini? Mimi nakuamini asilimia zote. Niko tayari kukupa chochote ambacho unakitaka. Kila kitu ni mali yako baba. Kula. Mshikaji akaona wewe unanikabidhisha, unijui, unitambui si ndio? Mimi mzee wa umutu. Huwezi kuamini kwamba mshikaji alimjunja mtoto wa kike na asubuhi na mapema. Kama unavyojua mwamba akinjunjaga lazima akuletee breakfast asubuhi mpaka kwenye bedi. Na busu la kwenye paji la uso pale mtoto wa kike. Wewe umpe nini mtoto wa watu? Lazima anenepe wewe. Mshikaji alikuwa akimpa mahaba tu mtoto wa kike. Bidada ndo anaenjoy kinoma noma. Wakati mwingine mshikaji alikuwa akizidi kupambania kampuni yake, na leo alibaki amepigwa na butwa. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kampuni yake imefunguliwa. Jamani, oh god, mshikaji akasema jamani, kampuni yangu sasa inafanya kazi. Jamani, kampuni yangu imerudi jamani, imerudi kwa sasa hivi tena narudi kazi. Ni mshikaji akamkumbatia mtoto wa kike. Ilikuwa ni happy, ilikuwa ni furaha kinoma noma mama. Sasa kila kitu kimekaa sawa. Ilikuwa ni furaha kinoma noma madha. Ako babake. Hatimaye sasa mshikaji umaskini bye kwa sasa hivi anarudi kazini kwanza kuipambania kampuni yake. Hapo sasa mshikaji ndo akaanza kusimama kama kidume. Akawa na ujasiri wa kufanya chochote mbele ya mtoto wa kike. Akawa na ujasiri wa kuweza kuzungumza kama mwanaume mbele ya mtoto wa kike. Mimi kidume, vipi bebi wangu, unatamani nije nikununulie nyumba ya namna gani? Bidada ndo anacheka kwa sababu mshikaji so muda mrefu tu alikuwa mfanyakazi wake. Tulia nikonjonje. Mwamba akawa anakula mama tu, akawa anamjunja mtoto wa kike ambaye anakwenda jina la Nadia. Wewe kama ningekuwa mimi hivi basi bana, huwezi kuamini kwamba siku leo madhaki na mshikaji ndo alikuwa akijichenga kwa sababu amehakikisha mtoto wake yuko salama. Kwa sasa hivi ndo anaondoka. Mama, nadhani tutaonana kwa wakati mwingine, ila wakati mwingine usije, niache ni enjoy na mke wangu bana. Huwezi kuamini, familia furahi ilirudi na kila kitu kilikuwa noma. Mshikaji ni ana enjoy na bidada. Wewe yani max zake na mshikaji nahisi walikuwa wakipata tabu kwa sababu mshikaji kwa saizi ni nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa, jino kwa jino, jincho kwa jincho. Mshikaji anaenjoy, anakula tunda zuri la bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nadia. Alafu mtoto mwenyewe ndo huyu, ana akili mingi, ni wakili, anafanya kazi zake, ni binti mpambanaji. So mshikaji apewe nini? Mungu ampe nini? Hampe gunia la chawa au hampe gunia la nini? Au hampe gunia la viloboto au hampe gunia la kunguni? Mshikaji akasema hapana, siwezi nikapoteza hii bahati. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji akutaka kuweza kuipoteza hii nafasi ambayo Mwenyezi Mungu kampatia. Ukipata nafasi bana, jitahidi kuitumia vizuri. Yani ukipata mtu ambaye anakupenda vizuri, akakupenda kisawasawa, mpende. Haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi ni mrefu, mfupi, mwembamba, mnene, kikubwa tu awe anakupenda kweli na akajali kila kitu kuhusu wewe.
Oya, usije ukampoteza, kwa sababu ukimpoteza mtu ambaye unampenda huwezi ukaona jao, ila siku ukikutana na wanyang'anyi ndio utakuja kumkumbuka yule ambaye ulimpoteza kipindi ambacho alikuwa akikupenda na anakuona mtu wa thamani kuliko kitu chochote. Lakini ukimfuata kwa wakati huo, nadhani utakuwa umeshachelewa, kwa sababu unapoamua kuianza safari nyingine ya maisha yako, mwenzako hawezi kubaki kusubiri wewe, naye pia ataianza safari nyingine ya maisha yake. So unaambia hivi, mpende akupendea, sikupenda achana naye. Maisha ndo haya, Mungu atakupa akupendaye. Huwezi kuamini kwamba mshikaji aliamua kumuoa mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Nadia, na walikuja kuzaa watoto mchele, na mtoto wa kwanza wakamuita Genius. Kwa kulipenda jina langu huyo mshikaji, yana nalipenda belebela. Kwa maana ushali pamoja na matangazo, namba ni ile namba kwa upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako, naambia unatana tukio wapi na maoni yako ni yapi, na usahau kuweza kusubscribe. Na mimi ni original sauti ya Nangata, yani sauti ya Simba. Bye bye, na ciao.